Kuna watu walilala jana usiku, lakini hawakuamka leo asubuhi. Walikuwa na mipango, walikuwa na ndoto, walikuwa na ahadi za kesho, lakini leo wako chini ya udongo. Sikiliza kwa makini, kwa sababu hujui kama hii itakuwa mara yako ya mwisho kusikia maneno kama haya. Je, umewahi kujiuliza kama ungefariki leo hii, ungeenda wapi? Usijibu haraka, usimdanganye moyo wako, kwa sababu kaburi halina huruma. Kaburi haliulizi cheo chako, kaburi haliangalii umaarufu wako. Kaburi litakuuliza kitu kimoja tu: ulikuja na nini mbele ya Allah? Wengi wanaishi kana kwamba hawatakufa, wanacheka kana kwamba hawatahukumiwa, lakini siku ya mauti, kila kicheko kitapotea, kila sauti itanyamaza, na utabaki peke yako. Leo sikutishii, leo nakukumbusha, kwa sababu onyo ni rehema na kumbusho ni upendo kutoka kwa Mola wako. Baki hapa, usiondoke, kwa sababu kinachofuata kinaweza kubadilisha maisha yako milele. Fumba macho yako kwa sekunde chache. Fikiria hii. Umelazwa chini. Sauti za watu zinapotea taratibu. Hatua zao zinaondoka. Na kwa mara ya kwanza, unabaki peke yako. Giza linakuzunguka. Kimya kizito kinakandamiza kifua chako. Ndipo kaburi linaanza kukuuliza, sio kwa sauti ya kibinadamu, bali kwa hali yake ya kutisha. Kuta zinakusogelea. Udongo unakubana. Hapo ndipo unatambua. Dunia imekuacha. Mali yako imebaki juu. Watoto wako wamerudi nyumbani. Lakini wewe umebaki na matendo yako pekee. Ndipo malaika wanakuja. Sio kwa tabasamu, sio kwa mzaha. Wanakuja na maswali matatu. Mola wako ni nani? Dini yako ni ipi? Nabii wako ni nani? Hakutakuwa na muda wa kufikiria. Hakutakuwa na nafasi ya kusema, ngoja nifikirie. Jibu litakuja kutoka moyoni mwako. Kama ulijua Allah kwa maneno tu, moyo wako utatetemeka. Kama uliswali kwa mazoea tu, ulimi wako utakwama. Kaburi linaweza kuwa bustani ya pepo au shimo la moto. Na hilo halitaamuliwa leo. Linaamuliwa na maisha unayoishi sasa. Bado una pumzi. Na pumzi ni nafasi. Lakini nafasi haikai milele. Sasa ni kuchelewa. Sauti yako haifiki kwa walio juu ya ardhi. Unajaribu kuzungumza, lakini hakuna anayesikia. Unataka kurudi. Sio kwa sababu unapenda dunia, bali kwa sababu umeona ukweli. Unasema moyoni mwako, ewe Mola wangu, nirudishie duniani. Nitaswali kwa unyenyekevu. Nitaacha dhambi. Nitarekebisha niliyoharibu. Lakini jibu linakuja, hapana, nafasi imeisha. Muda uliokuwa unaupuuza ndio uliokuwa mtihani wako. Unakumbuka sala ulizoahirisha. Unakumbuka dhambi ulizosema, nitakuja kuziacha baadaye. Unakumbuka Qur'ani iliyojaa vumbi. Unakumbuka mawaidha uliyoyapuuza. Sasa unajua. Lakini kujua bila kutenda hakukusaidii. Unatamani dakika moja tu, sekunde moja tu, lakini dunia haiwezi kurudi. Kilio chako kinabaki ndani ya kaburi. Hakuna atakayekusikia. Na hapo ndipo unaelewa kwamba maisha hayakuwa marefu, bali ulikuwa unachelewesha toba. Na sasa majuto hayana thamani. Kisha pazia linaondolewa. Unaonyeshwa ulichokuwa ukikimbia kuyatazama. Moto. Sio moto wa dunia. Moto ambao hauzimiki. Moto unaochoma ngozi. Kisha ngozi
inarudishwa ili iungue tena. Unasikia sauti za vilio. Sio vilio vya mchezo, ni vilio vya watu waliodhani bado wana muda. Unajaribu kujificha, lakini hakuna kivuli. Unajaribu kukimbia, lakini hakuna njia ya kutoroka. Kila mmoja yuko peke yake. Hakuna rafiki, hakuna ndugu, hakuna mtoto. Unakumbuka jinsi ulivyokuwa ukicheka duniani. Unakumbuka dhambi ulizosema, wengine wanafanya zaidi. Lakini hapa, hakuna kulinganisha. Kila mtu anahesabiwa peke yake. Hapa ndipo unaelewa maana ya hasara. Sio kupoteza mali, bali kupoteza nafsi. Ungependa kutoa kila kitu ulichokuwa nacho duniani ili uokolewe, lakini hakuna kitu kinachokubaliwa tena. Leo matendo yanafungwa na malipo yanaanza. Ndiyo maana onyo lilikuja kabla. Ndiyo maana Qur'ani ilishuka. Ndiyo maana mauti yalikuwa karibu kila siku. Lakini macho yalifungwa, mioyo ilipofuka, na sasa ukweli umefika. Lakini sikiliza kwa makini. Haya yote hayajasemwa ili kukuangamiza. Yamesemwa ili ukuokoke. Kwa sababu Mola wako si mkatili. Yeye ni mwingi wa rehema. Mlango wa toba bado uko wazi. Bado unapumua, na pumzi ni ishara ya upendo wa Allah kwako. Haijalishi umetenda nini. Haijalishi umeanguka mara ngapi. Ukirudi kwa dhati, atakupokea. Dhambi zako hata ziwe nyingi kama mchanga wa bahari, zinafutwa kwa toba ya kweli. Leo unaweza kuanza upya. Sio kesho, sio baada ya Ramadhani, bali sasa. Achana na dhambi unayoijua. Rudi kwenye swala. Fungua Qur'an tena. Omba msamaha kwa machozi kama yatatoka. Na hata yasipotoka, Allah anaona moyo. Usikate tamaa, kwa sababu anayekata tamaa hajamjua Mola wake. Leo hii unaweza kubadilisha hatima yako. Kabla sauti haijanyamaza, kabla pumzi haijakatika, kabla pazia halijafungwa. Rehema bado ipo. Mlango bado wazi. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndiwe mwingi wa rehema. Tunakuja kwako tukiwa dhaifu, tukiwa na makosa mengi, lakini tukiwa na matumaini makubwa juu yako. Ewe Allah, tusije tukafa kabla ya kutubia. Tusije tukafa kabla ya kurekebisha tulioharibu. Tusije tukafa kabla ya kurudi kwako. Samehe dhambi zetu zote, zilizo wazi na zilizo siri, zilizo za jana na zilizo za leo. Ewe Mola wetu, usitufanye miongoni mwa watakaojutia kaburini. Tufanye miongoni mwa watakaotabasamu wanapokutana nawe. Tujalie mwisho mwema. Tujalie kaburi liwe bustani ya pepo. Tujalie siku ya Kiyama tuwe salama. Ewe Allah, badilisha hali zetu kabla ya kubadilishwa hali. Badilisha mioyo yetu kabla haijafungwa. Tujalie tuishi tukikukumbuka na tufe tukikutaja. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.